Jana ilikuwa ni siku kuu ya tafakari kuhusu maisha ya watakatifu. Tulisherehekea sikukuu ya watakatifu wote. Leo tunakumbuka wale ambao labda hawajapewa hicho cheo cha utakatifu, kwa sababu tunaamini kwamba wale ambao wametutangulia wanakuwa katika sehemu fulani wakisubiri kukubalika katika ufalme wa Mungu, na hapo walipo wanahitaji sala zetu, wanahitaji kumbukumbu zetu, wanahitaji ili tuweze kuwasaidia na sala zetu, ili siku ifike waweze kukubaliwa kuurithi ufalme wa mbinguni. Kwani nia yake Mungu kutuumba ni ili tukishamaliza safari yetu hapa duniani, tukifanya kazi yetu kadiri ya mapenzi yake, tukifa tuweze kuunganika nake kule mbinguni. Na ndio matumaini yetu kwamba wenzetu ambao wametutangulia wako katika hiyo hali ya kukubaliwa katika ufalme wa mbinguni, hivyo wanahitaji sala zetu. Katika kanuni yetu ya imani tunasema kwamba tunaamini kuhusu mambo ya umoja wa watakatifu, umoja wa watakatifu na ufufuko wa wafu na maisha yajayo. Na hayo mambo matatu ndio tunayatafakari namna ya kipekee katika misa ya leo. Tunapozungumzia kuhusu umoja wa watakatifu, tunazungumzia kwamba tunaelezwa kwamba kanisa imegawanywa makundi matatu. Kuna kanisa ya hapa duniani ambayo ni kanisa sisi tunaotembea, tunaojaribu kuishi maisha yetu hapa duniani tukifuata maagizo yake Mungu na tukitekeleza yale ambayo Mungu anapenda tutekeleze hapa duniani. Sisi ni kanisa ya hapa duniani inayosafiri, na kunayo kanisa ya wale ambao ndio hao marehemu ambao nao wako wameshamaliza safari yao hapa duniani, lakini safari yao haijakamilika kabisa, kwani hawajakubaliwa katika ule umoja wa watakatifu. Alafu kuna kanisa ya watakatifu wenyewe. Hivi leo tunakumbuka basi haya makanisa matatu, na yanaunganishwa pamoja katika kanisa moja na katika jambo moja, katika sakramenti ya Ekaristi. Tunaposherehekea Ekaristi tunaunganisha haya makanisa pamoja. Ndio sababu hata katika sala kuu padre anayoisoma tunasali kwa ajili yetu ambao tunasafiri hapa duniani, tunasali kwa ajili ya marehemu, na tunasali kwa ajili ya kuomba watakatifu ili waweze kutukumbuka sisi na kuwakumbuka marehemu zetu. Ndio sababu basi kanisa linaona ni muhimu siku kama ya leo iweze kutengwa ili sisi tuweze kuomba na watakatifu wa mbinguni kwa ajili ya wale ambao hawajakamilisha safari yao, kwa sababu wamekufa tu lakini bado hawajafika mbinguni. Basi leo tuna sababu ya kuwakumbuka hawa, tuna sababu ya kuwaombea, tuna sababu ya kusoma misa kwa ajili yao. Na naamini kwamba kila mmoja wetu tulipojua kwamba tunakuja kwa misa hii, tunayo katika mawazo yetu hao ndugu zetu, watu wa familia zetu, watu ambao ni wa karibu nasi, ambao wametuacha, wametutangulia. Tunao akilini mwetu, na wengine tumetoa hata majina yao, na hata wale ambao hujatoa majina yao hapa, hayo majina tunayo. Tuyakumbuke na tuyanyamazie kwa muda mfupi au ndugu zetu marehemu ambao wametutangulia, ambao tunawaombea kwa namna ya kipekee katika misa ya leo. Tuchukue sekunde mbili tu tukumbuke hao marehemu wetu, na tuwalete karibu nasi, na tuwalete altareni kwa Mungu tunapoadhimisha hii ibada takatifu.
Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amen. Raha ya milele uwape hawa ndugu zetu Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amen. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amen. Neno la Mungu leo linatukumbusha sisi kuwa ni watu wa matumaini. Linatukumbusha kwamba hata wale ambao wametutangulia, wale ambao wameona kifo si mwisho. Kifo ni mwanzo wa maisha mapya, ni mwanzo wa maisha ya mbinguni. Kifo ni safari ya kila mmoja wetu. Yeyote ambaye amezaliwa ni lazima afe, lazima wote tupitie katika kifo. Na leo tunakumbushwa kwamba tusione kifo kama njia ya kupotea au kupotoka, lakini ni njia ya kumfikia Mungu. Ni siku pia ya kutafakari kuhusu vile tunaelewa kifo. Na somo la kwanza kutoka kitabu cha Hekima ya Suleimani kinatukumbusha kwamba roho za wenye haki zi mikononi mwa Mungu. Ni wale tu ambao hawamwamini Mungu wanadhani kwamba kwa kupitia kifo wameangamia, lakini si hivyo. Ukweli ni kwamba hizo roho ziko mikononi mwake Mungu. Wao wako katika amani, na hata kama kwa mtazamo wa watu unaonekana kuadhibiwa, tumaini lao limejaa kutokufa. Kwa kuadhibiwa kidogo watafanyiwa mema makubwa. Labda wanaadhibiwa, na ndiyo sababu tunaombwa tuwakumbuke kwa namna pekee siku ya leo. Tunapaswa kuwasomea misa, tunapaswa kuwaombea rozari, tunapaswa kuwaombea sana tofauti, ili katika kuadhibiwa kwao waweze kuadhibiwa, lakini wakiadhibiwa pia waweze kufanikishwa kuona ufalme wake Mungu. Roho zao hao haziko pabaya, ndio kwamba ziko mikononi mwake Mungu. Na sisi tunapaswa tuwe ni watu sio wakukosa matumaini, lakini watu ambao wanaamini kwamba kuna ufufuko, na baada ya kuadhibiwa kwa muda mfupi tunajua kwamba watakubaliwa kurithi ufalme wake mbinguni. Yesu kabla kuondoka duniani aliwaambia wanafunzi wake wasiwe na shaka, na nadhani haya maneno pia yanasema kwetu kama watu ambao mara nyingi tunapatwa na shaka na hofu tunapowapoteza wenzetu. Roho zenu zisiwe na shaka, kwani mimi naenda, Yesu alisema, kuandaa mahali. Na anapoandaa hapo mahali, akishamaliza kuandaa, atarudi na kuwachukua wale wake. Kumbe wale ambao wametutangulia wamechukuliwa na Yesu Kristo ili waweze kuwa mahali yeye yuko pamoja na Baba yake. Kumbe hatuna sababu yoyote ya kuhangaika na kuwa na shaka, pamoja kwamba labda tutawakosa kwa sababu tumezoea kuwa karibu nao, lakini tunaambiwa tusiwe ni watu wa shaka, tusiwe ni kama watu wanaamini Mungu, tusiwe ni kama watu ambao hawaamini wokovu, hawaamini ufalme wa mbinguni. Sisi ni Wakristo, tunaamini ufalme wa mbinguni, na chetu ni kuwa na watu wa matumaini, kuwa ni watu wanaomtegemea Mungu, na kuwa ni watu ambao wanajaribu kuwa pamoja na wale ambao wametutangulia. Lakini vile vile leo tunapaswa pia tunakumbushwa kwamba hata sisi tukiwa hapa duniani tuko safarini, basi hatuna budi kujiandaa kila wakati, kwani kifo kinaweza kitokea muda ambao hatujui, lakini kikija sisi kama ni waamini tutakipokea, kwani tunajua ni njia ya kwenda kwake Baba.
Ndugu zangu, tuombe Mungu katika misa ya leo, tuendelee kuomba imani thabiti katika maisha yetu. Sisi kama kanisa hapa duniani tuishi kikamilifu, tuishi maisha yanayompendeza Mungu. Tuombee pia marehemu zetu, tujaribu kuwakumbuka kwa namna ya pekee siku ya leo. Tuwaombee kikamilifu siku ya leo ili Mungu aweze kuwaonea huruma na kuwakumbalisha wapate ufalme wa mbingu. Ndio sababu leo kanisa linatualika tuweze kuzingatia hii siku kwa namna ya kipekee na ya kusherehekea. Tumuombe Mungu aweze kuwapa roho za marehemu wote furaha katika ufalme wake mbinguni, kwani amewaahidia wote ambao